Ukitafakari hayo, tuzamie taarifa hii ambapo usiku wa leo tunachunguza kwa undani viwanja vya michezo nchini Kenya. Taswira ya ahadi za kuvutia na utekelezaji usio sawa. Kwa upande mmoja, serikali inasherehekea ujenzi wa kasi wa uwanja wa Talanta jijini Nairobi, mradi wa kupigiwa mfano unaokusudiwa kuwa nguzo ya AFCON mwaka 2027. Lakini kinaya ni kwamba katika maeneo mengine nchini, viwanja vilivyoachwa nusu vikiwa havijakamilika na ujenzi uliokwama. Hali hii inatoa taswira tofauti kabisa. Mabilioni ya fedha za umma yametumika, miradi imezinduliwa mara nyingi, na jamii bado zinasubiri huduma ambazo hazijawahi kutumia. Vera Mora anatueleza zaidi. We trusted the process. Now look. Wakati Rais William Ruto alijivunia kuhusu uwanja wa Talanta jijini Nairobi, aliutaja kama ushahidi kwamba serikali yake inatimiza ahadi. Hii ni noma sana. Uwanja huo wenye viti 60,000 uliojengwa kwa kima cha zaidi ya shilingi bilioni 44 unakaribia kukamilika chini ya miaka miwili. Lakini nyuma ya muonekano huu wa kuvutia wa Talanta kuna uhalisia tofauti. Kote nchini, viwanja vilivyoahidiwa miaka iliyopita, baadhi tangu enzi ya William Ruto akiwa naibu rais chini ya uongozi wa Uhuru Kenyatta, vimekwama baada ya kutelekezwa kwa miaka mingi. Chukua mfano wa uwanja wa Ruringu. Ulizinduliwa na rais wa zamani Uhuru Kenyatta mwezi Juni mwaka 2017, na tangu wakati huo umezinduliwa tena mara kadhaa. Mwaka 2023, Rais Ruto mwenyewe alizindua ujenzi wake, baadaye mkataba ukavunjwa baada ya kutumia zaidi ya shilingi milioni 250. Kufikia mwaka 2025, mradi ulipewa Jeshi la Ulinzi la Kenya kwa gharama ya takriban shilingi milioni 800. Sasa ni miezi 9 baadaye, uwanja mkubwa zaidi katika eneo la Mlima Kenya uliokusudiwa kuhudumia kaunti za Murang'a, Kirinyaga, Nyandarua na Nyeri bado haujakamilika. Jumla, serikali ya Kenya Kwanza tayari imetumia takriban shilingi bilioni 1 kwa mradi huu. Kaunti ya Kericho, magofu ya viwanja vilivyoachwa nusu yamesalia kama kumbukumbu za ahadi zilizovunjwa. Kabla ya sherehe ya Mashujaa ya mwaka 2023, serikali ilitenga shilingi milioni 400 kwa ukarabati wa uwanja wa Kericho Green. Wenyeji wanasema walichokiona ni rangi tu kwenye majukwaa, wala si zaidi. Angalia hii stadium, tulikuwa tumeweka tartan track hapo mbeleni. I think it was in 2020. Kwa ile renovation ilifanywa wakati ya Mashujaa, tartan track haiko. Na ukiangalia pia kiwanja bado haijafika ile standard inafaa. Yule ambao alipewa kandarasi siku hii aunde stadium hii, najua kwamba labda kuna kazi alibakisha. Tunaomba kwamba kama ikiwepo kazi ilibakia, lazima kuja kamilishe. Kama kuna ile pesa retention ambayo alikuwa nafaa kulipwa, hasa nafaa kuikamilisha vile ilikuwa katika BQ. Design yenye ilikuwa inafaa kuundwa, ilikuwa inafaa ibadilishwe hii nyasi. Ukiona hii nyasi ni ile ya ng'ombe. Hapa mvua ikinyesha season ya mwezi wa 4 vizuri, hakuna game inachezwa hapa. Inakuwa kama ni shamba ya ng'ombe. Baada ya sherehe, Ruto aliupa jina jipya uwanja wa Kipurgut Chumo, lakini miaka miwili baadaye hakuna kilichofanyika. Hapo awali, uwanja huo ulikuwa umetengewa shilingi milioni 37 mwaka wa 2020. Kwa jumla, shilingi milioni 437 zimetumika hapa bila matokeo dhahiri. Kisha kuna uwanja wa Mombasa uliowahi kutajwa kama nuru ya pwani. Hivi karibuni serikali ya kitaifa na ile ya kaunti waliukabidhi mradi huu kwa jeshi, na Wizara ya Ulinzi ikadhibitisha mgao mpya wa shilingi bilioni 1. Mpango ni kujenga upya kwa viwango vya FIFA, ukiwa na uwezo wa viti 15,000 na kukamilika kufikia Disemba. Kwa hivyo, wakati Rais William Ruto anapoashiria kasi ya ujenzi wa uwanja wa Talanta, huku miradi mingine ikikwama chini ya utawala huo, swali ambalo haliwezi kuepukika ni je, serikali hii ni serikali inayopenda taswira kuliko usawa wa utekelezaji? Vera Mora, KTN. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatufikisha kikomo cha taarifa za KTN leo jioni ya leo. Na katika masuala ya utabiri wa hali ya hewa, vile utabiri uliopo ni kwamba hali ya jua lenye ukungu hafifu itakuwa inashuhudiwa kwenye baadhi ya maeneo ikiwemo kaunti za Nairobi, Mombasa, Meru na Machakos, huku kwenye maeneo ya kaskazini mwa nchi kama Garissa, Mandera na Wajir jua kali likiwa linatarajiwa, na vile kwenye maeneo mengine ambayo ni ya nyanda za juu yakitarajia kupokea mvua za hapa na pale. Takuwa na kuacha na utabiri huo wa hali ya hewa. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa, na mwenzangu Wilson Mushora ametafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Hadi wakati mwingine inshallah, kwa heri.